Habari, ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena tunakutana katika mfululizo wa vipindi mbalimbali vinavyohusiana na teknolojia. Basi karibu tupeane maujanja mbalimbali yanayohusiana na teknolojia. Basi leo mada inasema jinsi ya kuweka emergency call number. Unawezaje ukaweka namba za dharura kwenye simu yako? Nimekuja kutoa mada hii kwa sababu kuna kesi nyingi sana zinatokea. Kunatokea mtu anapata shida kama anaumwa, hawezi kushika simu yake, au pia amepata ajali, au amepata tatizo lolote ambalo linamfanya hawezi akashika simu yake. Basi mtu huyo anakosa msaada kabisa kwa watu wa karibu yake zaidi. Faida ya kuweka emergency call number au namba za dharura kwenye simu yako, kuna watu wengi wanaweka simu zao password. Wengi wao wanaweka pin, yani password hadi kwenye laini za simu. Hiyo inafanya baadhi ya watu wa karibu wanashindwa kuwasaidia kabisa kupata jamaa zao au ndugu zao au watu wa karibu ambao wanaweza wakawapatia msaada. Sasa suluhisho limepatikana. Ili uweze kujipatia msaada zaidi kwa watu wa karibu hata kama ukipata matatizo, hebu nisikilize kwa makini. Kuna njia mojawapo ya kuweka namba za watu wako karibu zaidi hata kama simu yako ina password, pale ambapo unapopata matatizo yoyote, ili waweze kutafutwa na waweze kupewa taarifa kuwa ndugu yao karibu amepata tatizo fulani, ili uweze kupata msaada kwa haraka zaidi. Hebu twende pamoja. Shika simu yako hiyo hapo ya smartphone. Ukishashika simu yako, hebu simu hiyo bonyeza hiyo button ya kufunga simu, yani bonyeza tu mara moja. Ukishabonyeza hiyo button ya kuzimia simu mara moja tu, usikandamiza mpaka simu izime, maana yake nitakiwa bonyeze screen tu izime, yani kioo kizime. Baada ya kufanya hivyo, hebu kiwashe tena. Basi baada ya kuwasha, kuna sehemu imeandikwa emergency. Hebu iangalie. Sasa hebu twende pamoja. Hivi mimi ndo nimeshazima na nimeshaiwasha na imeonekana screen kama jinsi inavyoonekana hapo. Chini kabisa mwa hii screen kuna sehemu kupigia simu, kuna kamera. Sasa ni kwa jinsi simu yako ilivyo. Sasa kuna kamshale kakuelekea juu. Hebu slide ya kamshale, scroll up, yani peleka juu. Kamshale chini kabisa, nadhani umekaona. Hebu kapeleke juu. Ukishakapeleka itaonekana kama hivi. Mimi nimeweka pattern. Wengine huwa wanaweka password. Sasa mimi nimeweka hizo pattern za kuchora. Sasa fanya hivi. Angalia chini mwa hiyo screen ya simu yako au kioo cha simu yako, kuna neno limeandikwa emergency. Umeliona? Emergency. Bila shaka umeliona. Hebu click neno hilo. Ukishalitouch neno hilo au umelibonyeza, itakuja namna hii. Kuna sehemu ya kuandika namba. Sasa hii sehemu ya kuandika namba achana nayo. Hii ni namba ya kuandika zile namba za dharura kama za polisi au za zimamoto na namba zingine nyingi. Achana na hii hapa. Kuna sehemu imeandikwa juu kabisa mwa simu yako au mwa hiyo screen ya simu yako, kuna sehemu imeandikwa emergency information. Bila shaka mnaiona sehemu ya juu emergency information. Hebu click hiyo sehemu au touch hiyo sehemu. Click mara mbili, maana yake itakwambia ufungue mara mbili. Utabonyeza mara ya kwanza itaandika alama nyekundu, alafu tena itakwambia tena ubonyeze. Yani bonyeza mara mbili, double click. Bila shaka ukishabonyeza hapo inakuja kama hivi. Kwa kuwa mimi kuna namba nimeziseti hapo za emergency information au namba zangu za dharura, hapo niliweka tu mfano, lakini sio kama ndo namba zangu za dharura really, hapana. Hapo niliweka tu mfano. Sasa kuna sehemu ya juu kabisa imeandikwa
emergency information. Umeiona hiyo sehemu ya juu ya screen ya simu yako? Mbele yake kidogo kuna kakalamu. Umekaona kako kalamu, ako kapeni? Hebu kabonyeza ako kapeni sasa. Usha click yako kapeni? Yes, ukishabonyeza ako kapeni itakuja kama hivi. Ikishakuja kama hivi, kama we mwenyewe uliweka password au uliweka pattern kwenye simu yako, utafungua. Kama mimi niliweka pattern, nitafungua pattern zangu kama unavyoziona hizo hapo. Basi nikishazifungua hizo pattern, itakuja kama hivi. Itakuja emergency information. Sasa kuna sehemu nyingine itakwambia edit information, yani kama zile ambazo nilikuwa nimeziweka pale, zile namba 2 naweza nikazifuta. Huku mbele kuna VXX huku nitafuta. Lakini kama nataka, kama wewe ndo mara ya kwanza unataka kuweka namba sasa, ili namba hizo uweke namba za watu karibu zaidi, ndugu zako, wazazi wako au jamaa wako karibu, ambao wanaweza wakakupatia msaada wote. Kama umepata na tatizo na simu yako ina password, utabonyeza simu iliyoandikwa add contact. Add contact. Basi add. Bonyeza hii sehemu iliyoandikwa add contact, upande wa kushoto inajumlisha. Ukishabonyeza hiyo sehemu uta choose contact, yani utachagua namba sasa. Sasa kama mimi nimechagua namba hii ya chini kabisa, umeona? Nimeachana na hizo juu nikachagua hii ya chini kabisa. Yani chini ya screen kuna namba hiyo hapo iliyoanza na Sierra. Basi nikachagua hiyo namba. Baada ya kuchagua hiyo namba, haya utafanya hivi, utarudi kule nyuma kabisa mwenye simu yako. Yani utarudi mwanzo. Unaweza ukaklik kile kidude cha kukatia simu kabisa. Baada ya hapo, yani utarudi mwanzo, utazima screen tena utaiwasha. Ukishaiwasha utakutana na neno limeandikwa emergency. Hebu click ile neno emergency. Baada ya kubonyeza emergency, utaenda emergency information. Emergency information zitakuja sasa namba ulozichagua ambazo zitakuwa zinakupa msaada kama umepata tatizo lolote. Unaona mara ya kwanza zilikuwa namba 2, lakini sasa hivi zimeongezeka namba 3. Bila shaka umenielewa, na kama umelipenda somo hili au elimu hii au mafunzo haya, kwa mafunzo yanayokuja zaidi na elimu mbalimbali ambazo nitakuwa nazitoa, hebu jitahidi kusubscribe channel hii. Jinsi ya kusubscribe ni rahisi. Angalia upande kulia mwa simu yako, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo. Ukishagusa hilo neno hilo mara moja tu, itakuwa inatosha. Vile vile kuna sehemu iliyoandikwa notification all, yani kama kuna kakengele utakagusa mara moja tu. Ukishafanya hivyo, kwa kila video ambazo nitakuwa natoa au elimu mbalimbali ambazo nitakuwa natoa, utakuwa unazipata kwa haraka zaidi. Vile vile unaweza ukaangalia video ambazo nimeweka kwenye channel hii ya Shayia TV. Unaweza ukabonyeza hiyo hapo Shayia TV, alafu utaenda kwenye sehemu iliyoandikwa videos. Basi utaangalia video nyingi ambazo nimetoa elimu ambazo zimekupita, kama wewe ndo mara ya kwanza unatazama video hii. Sina mengi, na kutakia siku njema. Asante na karibu tena.